Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia mafundisho katika channel hii ya Mikono ya Kristo. Basi leo tutaenda kuomba maombi ya kuondoa kifungo cha magonjwa ya miguu. Yamkini unapitia changamoto, miguu inauma, miguu inawaka moto, au saa zingine ni ndugu yako, saa zingine jirani, rafiki. Basi tunaenda kuomba maombi muhimu sana ya kufungua kifungo cha miguu. Basi ni kuombe sasa uwe makini kufuatilia haya maombi na andaa tu moyo wako kwa ajili ya kupokea maombi. Mungu aweze kukuhudumia. Basi utanifuatisha kwa maneno mafupi. Sema: Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako nikiomba toba na msamaha. Naomba unisamehe pale ambapo nimekukosea, nimetamka yasiyofaa, nimetenda yasiyofaa, nimekuchukiza wewe uliye mtakatifu. Bwana Yesu, naomba unisamehe kabisa dhambi zangu zote. Nami natangaza msamaha kwa wale wote walionikwaza, kwa wale wote walionikosea. Ninatangaza msamaha, ninawasamehe wote. Bwana Yesu, ninakuomba sasa ukanifungue na kuniweka huru. Asante Yesu. Sifa kwako Yesu. Basi nikuombe sasa, hebu fumba macho yako tuweze kuingia katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako. Naoleta kwako muda huna sahi Bwana, kwa kuwa wewe Mungu, wewe ni kimbio letu, wewe ni nguvu yetu, wewe ni ngao yetu. Mungu kwetu ni kimbio na nguvu, ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Watumishi wako Bwana wamepitia changamoto kubwa, miguu inawasumbua. Baba, tunakuomba sasa, achilia nguvu yako ikaguse hiyo miguu yao. Baba, kuna wengine miguu yao imefungwa, kuna roho ambazo zimewafunga. Haijarishi miungu na mizimu, uchawi, uganga, ushirikina. Baba, katika jina lako takatifu tunakuja mbele zako sasa Bwana, tukikuomba uachilie nguvu yako. Inuka Bwana ukawatetea watumishi wako. Inuka Bwana ukawapigania watumishi wako. Inuka Bwana ukawafungue watumishi wako. Nami Bwana nasimama mbele zako sasa, kwa kuwa Bwana umeniita kuifanya kazi yako kwa ubora, kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu. Baba, nasimama mbele zako sasa kama mwana wa ufalme. Ninatangaza sasa, shetani sikia, na wewe shetani sikia, pamoja na mawakala zako, haijarishi miungu, mizimu, wachawi, waganga, shirikina. Ninatangaza sasa kama mwana wa ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu, kila roho za magonjwa, ninaamuru sasa hizo roho za magonjwa zikaachilie sasa kifungo cha magonjwa ya miguu. Kuanzia sasa ninapasua hicho kifungo katika jina la Yesu Kristo, na tuvipasue vifungo vyao na tutupie mbali nasi kamba zao. Ninaamuru sasa hicho kifungo cha magonjwa ya miguu, na kipasua katika jina la Yesu. Hizo kamba ambazo ulifunga ninazikata katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni wengi wana nguvu zilizotimilifu, lakini hata hivyo
hivyo watakatwa kwa neno lako Bwana. Achilia nguvu yako sasa, achilia nguvu yako sasa. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao wote, ukatao kweli, tena la choma mpaka kuzigawa nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Kwa neno hili Bwana nalituma sasa, likawe upanga mkali, likawe upanga mkali, likafyeke vifungo vyote, haijalishi kamba, haijalishi mikatale, haijalishi minyororo, haijalishi makufuri. Power, ninafungua hicho kifungo kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu, kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia moto sasa kwenye hiyo miguu, hicho kifungo kikateketee. Moto wa Yesu unapita sasa, unapita moto wa Yesu kwenye nyama, kwenye damu, kwenye ngozi, mpaka kwenye unyayo. Moto wa Roho Mtakatifu unatembea moto. Mungu wetu ni moto. Ni moto ulao. Kifungo chochote ninakiteketeza. Hizo kamba, minyolo inateketeza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Moto ukashuka, ukateketeza kuni, ukateketeza sadaka, ukateketeza mawe, ukateketeza mavumbi, ukalamba maji. Yesu, moto wa Bwana unashuka sasa. Kifungo cha miguu kinakuachilia kokote kule walikuwa kufunga, haijalishi walikamata nyayo za mchanga. Wakafunga kwa kamba, wakafunga mafundo. Rika shaka taka seki rika ndara morika shekete. Hicho kifungo kinakuachilia, watake wasitake, lazima kuachilie. Ipo nguvu ya Bwana. Mungu wetu ni moto ulao, unateketeza hicho kifungo kinapasuka, kinateketea. Power, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu unapenya kwenye mishipa, unapenya kwenye damu, unapenya kwenye ngozi, mpaka kwenye unyayo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi miungu mizimu upande wa mamani, walifungulia roho za magonjwa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hicho kifungo ninakipasua, kikuachilie sasa kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu, kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu. Power, hicho kifungo kiondoke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru kamili. Power, pokea uhuru wa kufunguliwa na kuwekwa huru, katika jina la Yesu Kristo. Nuru ing'ao gizani, wala giza haitaliweza. Giza lolote ambayo limekamata kifungo cha miguu kinaondoka. Power, katika jina la Yesu Kristo. Unafunguliwa sasa, kokote kule ulikokuwa umefungwa, iwe baharini, kokote kule ulikokuwa umefungwa, kwenye miti mikubwa, chini ya bahari, kwenye mapango, unaachiliwa. Power, ninatuma moto wa radi, kokote kule ulikokuwa umekufunga, ulikokuwa umekushikilia, wanakuachilia sasa. Hiyo miguu yako inafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Power, hatua zako sasa zinaachiliwa. Hizo hatua zako zinaachiliwa. Walifunga miguu wao, wakajua ya kwamba hautapiga hatua, lakini yupo Bwana wa majeshi anayesema ya kwamba lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Yesu anashuka sasa, anakupigania. Power, anashuka anakupigania, haijalishi ni wapi, kokote aliko kufunga. Neno la Bwana halizuiliwi na chochote, haijalishi umbali, haijalishi walifunga baharini, haijalishi angani, kwenye milima, mitoni, maziwa. Power, ipo nguvu ya Bwana inapenya kokote kule waliko kufunga, wanakuachilia. Moto wa radi unafyeka katika jina la Yesu Kristo. Umeanguka. Huyo adui aliyekuwa amekufunga anaangushwa
anaangushwa mpaka chini ya bahari, anaangushwa mpaka chini ya kuzimu, anaangushwa mpaka chini ya kuzimu. Oh, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na hao walinzi sasa waliokuwa wameshikiliwa, oh, kwa sababu waliwekewa oda, haijalishi walitoa sadaka za fedha, oh, sadaka za damu, kuanzia muda huu sasa wanakuachilia. Natangaza sasa neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao. Oh, neno la Bwana likawafyekefyeke hao walinzi wote wanaoshikilia, hao wasimamizi wanaosimamia roho hizo roho za magonjwa zinakuachilia power, watake wastake, lazima wakuachilie. Rika shaka teke seke rika ndaramo rika shekete, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wanakuachilia. Wamekamata unyayo, rika shaka teke seke rika ndaramo. Piga wote kasambadishe, piga wateketee wote. Power na kuachilia, ndio. Unafunguliwa. Ninaamuru sasa damu ya Yesu ishuke. Damu ya Yesu Kristo shuke kuanzia kwenye miguu, iwe kwenye mishipa, kwenye ngozi, mpaka kwenye unyayo. Damu ya Yesu Kristo inasafisha, inaondoa kila uchafu, kila giza lolote, giza la magonjwa lililokuwa limeachiliwa. Power inatembea damu Yesu Kristo, nao wakamshinda kwa damu na kondoo. Ipo damu Yesu Kristo, haijalishi walitoa sadaka za fedha, sadaka za damu. Naituma sasa damu Yesu Kristo, inakulipia sasa, inalipa gharama katika jina la Yesu, unafunguliwa, unawekwa huru. Oh, nitawarejeshea ile miaka mliyopoteza, iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na tununtu, iliyoliwa na madumadu. Bwana anakurejeshea. Power, pokea afya njema. Power, pokea kufunguliwa. Power, pokea kuwekwa huru katika jina takatifu la Yesu. Ni katika jina takatifu la Yesu. Oh, Bwana akiwaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Natangaza huo uhuru sasa, uhuru wa afya njema, uhuru wa kufunguliwa. Pokea uhuru, pokea kufunguliwa, pokea kuwekwa huru katika jina takatifu la Yesu. Sante Yesu, sifa kwako Yesu. Baba, tunakushukuru kwa kufungua na kuweka huru, ni katika jina takatifu la Yesu. Baba, tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi naseme amina. Basi wewe ambao umefuatilia haya maombi mafupi, yamkini kuna hali yote umesikia, yamkini labda tulipokuwa tunaomba miguu ndo imezidi kuuma sana, yamkini labda kuna vitu umehisi kama vinakutembelea kwenye miguu. Ukiona vitu kama hivyo, basi wewe furahi, mshukuru Mungu kwamba ameshuka kwa ajili ya kukuhudumia. Lakini basi nikuombe, kama utaona kuna hali yote ambayo utaona bado inakusumbua, au saa zingine unahitaji maelekezo zaidi, hebu tupigie kwenye namba zetu na sisi tutakuhudumia bure kabisa. Kupiga ni bure. Piga tu, tupo hewani, utaongea nasi tutakuhudumia kadri ya maelekezo unayotuelekeza. Basi nikuombe tena uendelee kufuatilia kipindi kingine kinachofuata, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, ili basi na watu wengine waweze kubarikiwa na tuweze kuinjilisha pamoja na kumtukuza Mungu. Amina.